Mbani ambapo ufugaji wa nyuki sasa umekumbatiwa katika kaunti ya Baringo haswa na wanawake baada ya wao kujitokeza kupinga dhana ya kuwa kilimo hiki ama ufugaji huu ni wa wanaume pekee. Wakulima hawa wameonyesha kuridhishwa kwao kupitia ufugaji huu na kwamba umewapiga jeki kiuchumi. Hilda Kipto anaarifu. Fuata nyuki ule asali, walisema mababu zetu. Kwa ajili ya kulea siku. Ila wanawake wa kaunti ya Baringo wanaona zaidi ya asali, wanaona pato na riziki. Kwa miaka nyingi sasa ufugaji wa nyuki katika kaunti ya Baringo ulikuwa na sura ya kiume, ila sasa dhana hii imepingwa kwa juhudi za wanawake hawa. Kwa sasa tuko na mizinga, tumefanya kama kikundi cha kina mama. Kikundi chenyewe kinaitwa Logoyo Women Group, ambao tuko na mizinga kadhaa. Tunatunza, tumeweka mahali moja na tumeanza kuona matokeo yake mazuri. Kupitia wanawake hawa waliojitwika jukumu la ufugaji huu, wengi wameweka wazi manufaa waliopata kutokana na kazi hii, huku wengi wakitaka kuikumbatia kikamilifu. Tuko katika vikundi, na katika vikundi tumepata elimu nyingi sana ambaye inatufunza kwamba hata akina mama wanaweza fanya kazi ya ufugaji wa nyuki na waweze kuwa na manufaa na kupata pesa ambayo tutajimudu katika manyumba zetu. Ukifanya hivyo utapata that. Aidha, wanawake hawa wamejigawa katika vikundi vinavyoelimisha zaidi kuhusu nyuki hawa na jinsi ya kuwatunza ili kuleta faida. Kulingana na Kezia Mikoroi, naibu mkurugenzi wa KALRO, jukumu hili muhimu la wanawake litahakikisha utoshelezaji wa chakula nchini. Kenya demand ya asali ni kubwa sana. So tunakuta kwamba asali mingi tunatoa kutoka nje ya nchi, tuna import. Lakini hii ni value chain ambayo tunaweza tengeneza na tukue na production ya juu. Wanawake hawa sasa wametoa wito kwa wanawake wenzao katika kaunti hiyo kujiunga nao na kuinua jamii. Hilda Kipto, NTV. Naam, kutoka kwake